Baada ya Stefan Aziz Ki, basi pia Pacome Piodo Zouzoua anaweza akawa yupo kwenye kinyang'anyiro hicho cha kuweza kumkaribisha shemeji yetu, na ni kuunganisha undugu kati ya Ivory Coast pamoja pia na Tanzania, kama tulivyoweza kuunganisha udugu kati ya Tanzania na Burkina Faso, ambapo ni kati ya Hamisa Mobeto na Stefan Aziz Ki. Sasa hivi tuko na shemeji yetu, na tunasema kwa dada zetu wale wa kimjini, tatizo ni nyota, na official nyota imeenda kung'aa kwa nchi yetu ya Tanzania. Dada yetu ambaye inatuwakilisha vyema kabisa kwenye sekeseke na soko mbingo la mapenzi ama mahaba, ambayo anamuonyesha mchezaji wa klabu ya Yanga Pacome Piodo Zouzoua. Basi unaambiwa huko haelewi na taaba ni maamuzi yake, na lengo ni kwamba alipomaliza Stefan Aziz Ki, basi na yeye ataendelea pale pale, nikiona maanisha ndoa ambayo hivi sasa ipo kwenye mipango kazi, na hata uongozi wa klabu ya Yanga na hata baadhi ya watu wa karibu na wachezaji wa klabu ya Yanga wanafahamu shemeji yetu ni nani. Na hapa nikiwa namzungumzia official Nai ambaye inatuwakilisha vyema kwenye huba na penzi la Pacome Piodo Zouzoua, na mpaka hivi sasa tutegemee shemeji yetu kuolewa na nyota yake kuendelea kung'aa hapa mjini. Nikukumbushe kwamba huyu ni ex wa Moni Central Zone na alishawahi kuwa pia mpenzi wa Diamond Platnumz. Yani huu ni ukweli na uhalisia. Kwa hiyo official Nai alibahatika kutembea na Moni Central Zone, lakini hawakubahatika kuingia kwenye ndoa na hajawahi kuolewa na mwanaume yoyote. Kwa hiyo Pacome atakuwa ndo mwanaume wake wa kwanza kuingia naye kwenye ndoa. So kila mmoja anamwombea maisha mazuri, na mpaka this time tokea tumeanza kusikia issue ya Pacome na official Nai, basi inafika mwaka. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni mapenzi ambayo yako serious, na jinsi ambavyo dada yetu ameamua kutulia, kwa sababu tumeshazoea dada zetu kurukaruka, na hata kile kipindi ambacho tuliweza kumsikia Hamisa Mobeto alipokuwa na Stefan Aziz Ki, tuliamini kwamba pia hawataweza kudumu kutokana pia na sifa ya Hamisa Mobeto kutembea na wanaume tofauti, lakini mwisho siku akaamua kutulia. Kwa hiyo pia chimbo jipya kwa official Nai, na yeye mwenyewe pia ameamua kutulia na kutuliza ndonga. So tuna expect kwa mwakani 2026, Mungu akipenda na akitujalia pumzi na afya njema, basi huenda Pacome Piodo Zouzoua akafanya jambo la heri kutokana pia na maisha walioamua kuyatengeneza kwenye mahusiano yao. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba ni mapenzi ambayo yana mipango, na lengo lao sio tu kupotezea na muda, bali ni kuingia kwenye jambo ambalo pia Pacome na yeye litamfanya aweze kuunganisha undugu kati ya Ivory Coast pamoja pia na Tanzania. Mimi sina la ziada, ila cha msingi nikutane kwenye upande wa comment, na hii ni Hatoboy Media.